cha timu ya taifa ya Tanzania madevu kimeondolewa kwenye michuano ya CHAN, lakini wanasema tumeondoka, lakini shughuli wameiona. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu, tuko hapa kwa sababu ya amani tuliyokuwa nayo kwenye ardhi yetu ya Tanzania. Naam, ni takriban zaidi ya miaka 49 bila shaka kama unafuatilia kambumbu kwenye hususan kwenye mashindano ya kitaifa CHAN na AFCON. Tumeingia 16 bora ambayo ilikuwa ni ngumu kwa miaka mingi toka tuanze kushiriki haya mashindano. Lakini kwa Taifa Stars ya 25 26 imekuwa ni bora sana. Mashindano yamekuwa ni mazuri na sisi tumekuwa ni wazuri pia. Lakini ukiangalia Tanzania Stars tulikoanzia mpaka hapa tulipofikia si haba, tunaelekea kuzuri. Kikubwa ni kwamba tuwe na mshikamano na wale ambao wanasimamia Taifa Stars, tuondoe makando tuliokuwa nayo. Ni msifu kocha Gamondi, amefanya kazi moja nzuri sana ambao kila Mtanzania alikuwa na beza. Tuweze hata zile media ambazo wakati tunakwenda kucheza na Tunisia waliongea hatuna uwezo wa kumfunga Tunisia wala kutoa naye sare, lakini tukatoka naye sare hatimaye tukafika 16. Taifa Stars inaendelea kuimarika. Issue ni kwamba Taifa Stars tuiache kama timu ya Taifa Stars, tuache kuweka siasa. Tukiacha kuweka siasa, Taifa Stars itafika mbele. Lakini katika tukio ambalo leo limenihuzunisha ni kwamba tumenyimwa penalty halali. Mpira unachezwa hadharani, sheria za mpira tunazijua. Lakini kichwaniuzi zaidi ni Captain Mbwana Samata ambaye ni mchezaji mkubwa sana. Ilikuwa ni kitendo kidogo tu kwenda kuambia wachezaji wake, bwana, sisi tusiingize timu kwa ajali. Ile tukio lingetokea kwenye timu ya Morocco walikuwa waingize timu. Sasa kwa mchezaji mkubwa kama Mbwana Samata ambaye sisi tunamtegemea, na kati umecheza mashindano ambayo ni makubwa sana duniani, umeshindwa nini kwenda kuhamasisha wachezaji wako atuingize timu mpaka huyu refari aende kwenye VAR? Ameshindwa nini? Lakini yote kwa yote kwamba tumepambana vya kutosha chini ya Gamondi. Ule ukuta wa mabeki watano mbele viungo wawili umelipa, kwa sababu kwa taifa kama Morocco tulikuwa hatuna uwezo wa kupambana nao, inabidi tumie mbinu mbadala za kwenda kupambana nao, na mbinu mbadala zimelipa, ndo haya matokeo ambayo tumepata. Kwa hiyo turudi nyumbani 2027 tunaoza sasa ya mashindano, si ndio hivyo? 2027 tunaoza ya mashindano, turudi nyumbani, tujipange, Taifa Stars ijengwe, na kama kuna wachezaji ambao wako huko wamesaulika warudishwe. Twende sisi 2007 twende tukaonyeshe ulimwengu. Naona kuna somo lolote ambalo tumelipata kama Tanzania huko kwenye michuano ya AFCON 2025? Somo lipo kwanza kwa mashabiki wa mpira wa Tanzania. Mashabiki wa mpira wa Tanzania kwanza hatujui kushangilia mpira. Kwa somo la kwanza 2027 tujifunze jinsi gani ambao tutakwenda kuwapokea wageni ambao watakuwa wanakuja kwenye ardhi zetu ya Tanzania, lakini twende tujifunze ni jinsi gani ambao tutaweza sisi kwenda kuishangilia Taifa Stars. Lakini sio hivyo, mashindano yaisha ya CHAN ndani, Watanzania tulikuwa ni wachache sana kwenda kuisapoti timu yetu na timu ambazo zilikuwa zinacheza kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo tupate funzo kwamba mashindano haya ni makubwa, na unaona mashindano yalivyokuwa ni makubwa sana, hata ligi ya Ulaya, La Liga Italia, Spain, also Bundesliga imeshuka kiwango kwa sababu ya mashindano, maana wachezaji wao wamekuja huku. Kwa hiyo unakuta sasa watu walikuwa wafuatilii kule. Lakini hii shida ya waamuzi kwa nchini ya Morocco kimekuwa ni kilio, na yamekuwa ni jambo endelevu kuwa anacheza na waamuzi. Tulishuhudia sijui alikuwa ni kocha wa timu gani msimu ulioisha, alilalamika kwamba kuna kocha msimu ulioisha, msimu wakati wa mashindano yanacheza Ivory Coast, alilalamika kwamba Morocco wanabebwa, nadhani bila shaka alifungiwa. Sasa kwa hiyo leo ni Morocco wanaendelea pale walipoishia kufanya wale kubebwa kwao, kwa sababu wewe unapokuwa na wachezaji wakubwa hakuna haja ya kubebwa. Ilikuwa inabidi nawekwa tuta, kila mmoja anapata haki yake, au so mpira ndio ulivyo. Lakini kwa kitendo hiki Morocco wanaizilisha kwamba wananunua marefali. Hii leo imekuwa zaili binisha shairi. Lakini kikubwa Taifa Stars tumetoka si kinyonge, tumetoka kiume, tumepambana vya kutosha. Lakini niwapongeze sana wachezaji wangu wa Taifa Stars. Wamejituma kila mchezaji nafasi ambao ameenda kusimama. Kwa kweli tumeonyesha kiwango kikubwa sana. Dunia nzima ilikuwa inaangalia Taifa Stars na Morocco. Ilikuwa ni mechi ya kimbinu. Kwa hiyo msimu unaokuja na hisi mimi binafsi siwezi kusema tukachukua kombe, hapana. Hii tunakwenda kufika kwenye nafasi ambao itaenda kutuwekea rekodi ambayo ni kubwa sana. Shukrani sana. Nashukuru sana.